Ibenge TV. Jina ungejitambulisha kwa wale wasiokufahamu? Ninaitwa Biadunia Mashaka Andre, wengine wananiita Andre Biadunia, wengine wanaita Mtambola Pipa. Ndiyo. Ninakuwa mratibu wa shirika jipya la raia upande wa Kivu ya Kusini. Ndiyo. Labda ungetuambia nini kiini cha wewe kufanya kongamano kama hili ambalo limefanyika leo? Hili kongamano sio langu. Ndiyo. Na sio la shirika jipya la raia, lakini kongamano la watu wa Sud Kivu kwa sababu ndo walikuwa hapa. Na kiini kabisa ni kuja kuzungumza na raia ili kuwajuza, kuwaambia na kubadilishana habari kuhusu mambo ambayo yanapitia nyanja za juu na milima ya kati. Kutokana na maoni uliyoyapata kwa raia ambao walikuwepo hapa, nini wewe ambayo fikra ambayo umeipata na kuwa hii ndio fikra muhimu kuliko fikra zote ambazo watu wametoa? Na kwanza nimekuta kwamba watu hawakuwa wanajua nini kinapitika huko juu. Watu hawakuwa kabisa na taarifa, na wengine walikuwa na ile taarifa lakini ilikuwa inapitia upande mmoja. Na kwa mwisho tumefikia kusema ya kwamba sote tumepata mwelekeo mmoja. Na ule mwelekeo ni kusema kwamba sote tuwe wazalendo, sote tuwe kama watu wazima ambao wanataka kutetea nchi yao. Na kutetea nchi yetu, watu waache usaliti wa wengine. Kila mtu aone kwamba shida ambayo inapitika kule kwenye nyanda za juu ni shida ya kwake. Sio shida ya ukabila wa Fuliru, wa Vira, wa Bembe, wa Nyindu, sijui na wengine, lakini ni ni shida ya kabila zote. Kwa sababu huko tumekuta kunakuwa makundi ambayo yanashikilia silaha kinyume na sheria, kunakuwa ile tunaita Twigwaneho, Gumino, kunakuwa Maimai, kunakuwa Red Tabara ambayo ni ya Burundi na FNL ni ya Burundi, kunakuwa FDLR na kunakuwa Imbonerakure. Na hii Imbonerakure nakuwa ni kitengo cha vijana wa parti au pouvoir Burundi. Sasa ile inaleta shida kwa sababu wanatoka kwao afu wanakuja kupigania kwetu. Na wanapokuja kupigania kwetu si Warundi ambao wanakufa, ni raia yetu ambao wanakufa. Na ingine mwelekeo ambao tumepata kwa umoja ni kusema vijana wetu mara nyingi wanashindikiza hiyo Imbonerakure na wengine wanashindikiza Red Tabara. Kumbe waache wale ambao wanaifanya ile. Na kwa mwisho watu katika mkutano walisema serikali ndo inazembea. Serikali ndio inaleta ubovu, na kama serikali inaleta ubovu, kumbe sisi raia tukumbushe hii serikali kwamba kazi yake ya kwanza kuifanya ni kutetea raia na kulinda nchi na mipaka yake. Haiwezekani mtu atoke kwake aje aingie Kongo tu kama yule sijui ni mtu gani anaingia tu. Na MONUSCO inaona, MONUSCO haisemi lolote. Serikali tangu ina mambo haya yanafanyika haisemi lolote, watu wanakufa, jeshi inakufa na serikali imenyamaza. Sasa watu wametupatia mwelekeo, nasema hatuwezi kuwa tunasubiri hawa watu wavuke barabara alafu waende milimani. Lazima tushinikize serikali iwe na wakatalia wasivuke hapa. Kama ni vita inaanzia hapa na wanarudia kwao. Na ingine wamesema tuambie serikali yetu itie ile tunaita pression ku communauté internationale ili Burundi na Rwanda wazungumze na waasi wao. Sisi tunakuwa na ile na culture ya dialogue na wenyewe wazungumuze na makundi yao ya kivita, kwa sababu italeta amani zaidi kuliko kuyumbisha usalama kwenye nchi ambayo sio ya kwenu. Mheshimiwa, tukisikia vizuri Masango Warundi walishimika bendera zao zaidi ya 3 au 4 pale. Tuambie kama wewe mzalendo unahusiana na nini kuhusiana na ile habari, taarifa zilizofikisha serikalini au ndo watapuuzia tena? Hizo habari zilijitokeza kwenye mitandao. Tulisikia kwamba kunakuwa sijui bendera ambayo imepanda hapo Masango, lakini sisi binafsi kabisa hatujakuwa na picha halisi ya hiyo mambo. Tunasubiria tutakapopata picha halisi na kusema kwamba huo ni ukweli, tutawapa mwelekezo, tutawaambia. Lakini kwa sasa sisi huwa mashirika ya kiraia tunaposema, yani tunakuwa na kitu mkononi ambacho kinaonyesha kwamba hayo mambo ni ukweli. Na vile tuliwahi kupanda kama yetu TV yetu tuliwahi kupanda mpaka Mnanira, tukakuta watu wakule ambao wanateseka sana. Isitoshe watoto wako wanaumwa, wanagonjwa, yani maradhi yanakuwa mengi sana. Tuambie, je, serikali ishaongelea nini tena pia kuhusiana na ile, maana wanateseka sana? Kisha kuonesha kiini cha yale makundi ambayo yanashikilia silaha huko juu, kisha kuonesha wamepigana namna gani, tumefikia hapo kuonesha kwamba madhara sasa ya ile vikundi ambavyo vinakuwa pale ni kusema kwamba vijiji vyote vimepotea, watu hamna, watu wamekimbia, wanalala porini, hakuna makazi, hakuna vya kujifunika, hakuna chakula, na wengi wao hawakushuka Uvira hapa mjini, wengi wameendelea katika msitu wa Itombwe. Na kule kwenye msitu wa Itombwe hakuna chakula, na serikali mpaka sasa kama walivyouliza haijasema lolote.
Ingekuwa basi imeshasema, tungekuwa na tumaini kwamba wataleta chakula, lakini serikali haijasema. Na hii tunaita ma NGO hii, ma ONG hii, mashirika ya kiutu ya kiraia ya kiutu, mpaka sasa siwezi kukuficha, hatujasikia lolote lile la kusema kwamba tutapeleka chakula wala msaada kwa faida ya wale watu ambao wamekimbia pale. Tuambie mheshimiwa, labda wewe kutokana na kile ambacho chukisikia kutoka maoni kwa raia, ni nini ambacho wakitegemee kama majibu ambayo ama kama kazi ambayo utakayoifanya? Kazi sitaifanya mwenyewe, kama kisi naisemaka kila siku. Mimi ni msemaji tu. Mimi ni kuonesha watu tutapita wapi, tutafanya nini. Tumefikia kusema ya kwamba tutaambia serikali. Serikali inajua, ni kuikumbusha tu kwamba malengo yake kama ni serikali ni kusaidia raia, na kama serikali haitafikia pale, sasa watu wametuambia kini tutafanya. Tunaweza kufanya maandamano ya kwenda kuikaa mbele ya milango ya Monisco kama vile partenaire wa leta Congolais, kwa sababu naye yuko naona namna gani waasi wanavuka, lakini asemi lolote, na kwenda hata kwa serikali, kwenda kumwambia serikali umeshindwa na kazi yako. Na tingine watu wamesema tutafikia hata wakati ya kuambia wanabunge wetu na wafanya siasa wetu warudi hapa Uvira, tuje tuzungumuze sote pamoja, tupate jibu kwa usalama mdogo, kwa sababu wao wamechaguliwa na raia, na raia haiwezi endelea kufa na wao wako pale, kwa sababu imejikuta kwamba wanakuwa huko Kinshasa, huko Bukavu, lakini hawaelewani. Kila mtu anakuwa katika mambo yake, na kama kila mtu anakuwa katika mambo yake hatuwezi kufikia lolote. Ndio maana tulisema tuungane, tufanye mshikamano ili tusaidie nchi yetu, kwa sababu kuna kuwa objective mbili. Kuna wale ambao wanashikilia silaha kwa kutaka kugawa nchi ikuwe na upande umoja na ingine upande hii, na kuna kuwa wale ambao wameshika silaha ili kutafuta nafasi ya kuikaa tu, waende wapige nchi ya Burundi na wengine waende Rwanda. Ndio maana watu wamesema, ambao walikuwa hapa wanasema wale waasi wote serikali waambie warudi kwao, na iambie maserikali yao ya Rwanda, Burundi waende wazungumuze na ile maserikali yao kuliko kumaliza raia kwa vitu ambavyo havijulikani hapo. Monsieur Le Cordeau, la réunion vient de se clôturer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme les pistes de solutions par rapport à vos attentes? Je voudrais d'abord vous remercier et vous dire que nous avons été dans cette réunion qui avait deux objectifs. Le premier objectif était de s'informer mutuellement sur la situation qui prévaut dans les moyens et au plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et tous, nous avons eu un point commun selon lequel nous avons des groupes armés qui pilulent dans cette partie du territoire national. Et ces groupes-là sont des groupes armés étrangers. Il y a même une force loyaliste de l'armée burundaise ou du pouvoir burundais. Et donc, nous avons eu un point commun, et parmi les recommandations, nous avons demandé à l'État congolais de faire pression à la communauté internationale pour que ces armées rentrent chez elles, pour que ces groupes armés-là puissent dialoguer avec leurs pays respectifs. On a aussi recommandé à la MONUSCO, les gens ont demandé que nous fassions des activités qui contraignent la MONUSCO à se prononcer sur l'entrée des groupes armés, mais aussi sur l'entrée de l'armée loyaliste burundaise. Et donc, la population a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nous devons faire pression à l'État congolais. Parce qu'il faut vous dire sans vous tromper que ces affrontements qui se passent là-bas, c'est un scénario qui a des objectifs. Le premier, c'est la balkanisation, et le deuxième, c'est pour un groupe armé ou deux ou trois groupes armés qui cherchent comment déstabiliser le pouvoir du Burundi. Mais ils ne doivent pas le faire sur notre sol. Ils doivent aller le faire chez eux et nous laisser tranquilles, parce que ceux qui en pâtissent, c'est la population congolaise. Et parmi la dernière recommandation, on a reconnu que notre population civile est en débandade. Elle est enfoncée dans la forêt du Tomboué, là où il n'y a ni dispensaire, ni nourriture, ni marché, ni quoi. Et donc, on a demandé à ce que l'État puisse se prononcer sur cette question, si réellement cet État-là reconnaît que il est là pour l'intérêt de la communauté. Mais si ce n'est pas le cas, nous, on a pris des mesures que nous allons contraindre l'État comme partenaire, parce que nous sommes sa population, pour que l'État agisse très vite en faveur de déplacer et mettre fin aux exactions qui se font dans les moyens au plateau. Monsieur Le Cordeau, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho
pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV. Kibenge TV kama ulivyoona, ulivyosikia gisa anavyojelewesha mheshimiwa ambaye tulikuwa tunafanya naye mahojiano, anakuambia yote ambayo yalipitikana, pia atafikisha ujumbe kwa serikali ya Kongo ambayo naye ni mjumbe tu ambaye anakuwa anapeleka habari. Sasa mpenzi mtazamaji, tukutane katika vipindi vijayo. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, Amida Kabange. Nyuma kamera yangu niko naye Boaz Salumu. Asante. Bye bye. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV.